Je, ugonjwa huu wa kansa ni wa kurithi? Kwamba kwa sababu mimi nilipata kansa, basi na baba alikuwa na kansa vile vile hapo awali, labda na babu alikuwa nayo. Je, kuna uhusiano wote kati ya kansa na kurithishiana? Ni kweli. Kwa namna moja kuna baadhi ya saratani ambazo zinarithishwa. Nikimaanisha vinasaba vinatoka kutoka generation moja kwenda generation nyingine. Kwa hiyo zipo. Kwa mfano wa rahisi tu ni saratani maybe ya tezi dume. Ndio. Inatoka kwa kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Saratani ya matiti pia. Saratani ya vifuko vya uzazi, nikimaanisha ovaries, pia inarithishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kwenye kizazi kingine. Kwa hiyo ni sahihi, vinarithishwa. Yeah. Kwa hiyo kumbe tunapoona kwenye familia yetu kuna mzazi alipata tatizo la kansa na akapoteza maisha. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa tujiangalie namna gani ya kuendana ili kupunguza riski ya kuweza kupata ama kufariki mapema ama kupata ugonjwa mapema. Na kwa namna gani? Tafadhali andika salamu. Sasa katika hizi saratani ambazo zinarithishwa, kwa sayansi ilivyo sasa hivi ni kwamba kuna kama measure ambazo kama dunia zinachukua kwa ajili ya kujikinga na saratani. Kwa mfano kama saratani ya tezi dume. Kama mtu anakuwa na ndugu ambaye alipata saratani ya tezi dume, wale watoto wake wa huyo mtu ambaye alipata, badala ya kuanza uchunguzi katika miaka maybe ya 55 na kuendelea, kwa huyo ambaye ndugu yake ashapata saratani ya tezi dume tunaanza mapema zaidi. Kwa sababu ye riski yake ni kubwa kulinganisha na watu wengine kwenye jamii. Na pia kwa yule ambaye amepata saratani ya matiti, kama na ndugu, shangazi, mama mkubwa, mama alipata saratani ya matiti, uchunguzi wake tunauanza mapema zaidi ukilinganisha na wale ambao tunafanya kwenye jamii kwa ujumla. Kwa hiyo kuna baadhi ya saratani tunafanya mapema kwa sababu tunajua zinarithishwa, lakini kwa mfano kama saratani ya mlango wa kizazi hairithishwi. Hiyo ni tabia tu ya mtu. Kwa hiyo tunafanya kwa mtu yoyote kama anakuwa na zile vihatarishi.